Bwana Yesu asifiwe. Kichwa cha somo: mwanamke kutambua nafasi yake. Neno kutambua. Neno kutambua ni kujijua kwa kina jinsi ulivyo. Ni kujijua kwa kina jinsi ulivyo mwanamke. Jambo lingine la pili ni hali ya kujijua vilivyo kwa kina. Ni hali ya kujijua vilivyo kwa kina zaidi. Jambo lingine ni hali ya kujua majukumu ulio nayo wewe kama mwanamke. Ni hali ya kujijua majukumu ulio nayo wewe kama nani? Kama mwanamke. Kumbuka, mwanamke anayo majukumu. Unayo majukumu katika nyumba yako. Unayo majukumu ndani ya kanisa. Unayo majukumu hata ndani ya jamii inayokuzunguka. Kwa hiyo tambua nafasi yako. Ujijue kwa kina kwamba mimi ni mwanamke. Mungu ameniumba kama mwanamke. Kwa lazima ujijue kwa kina zaidi na kujua kazi ambayo unatakiwa kuifanya wewe kama mwanamke katika maisha ya dunia hii tulio nayo. Ikiwa ni katika utumishi, ikiwa ni katika ndoa, ikiwa ni katika jamii. Popote pale mwanamke, simama utambue wajibu wako. Niombe msomaji asome Waamuzi 4 mstari wa kwanza. Tutaenda tunasoma vipengele. Neno la Mungu linasema, hata alipokufa Ehudi, wana wa Israeli wakafanya yaliyo maovu tena mbele za macho ya Bwana. Mstari wa pili, Bwana akawauza na kuwatia katika mkono wa Yabini mfalme wa Kanaani, aliyetawala huko Hazori, na Sisera aliyekaa katika Harosheth wa mataifa, alikuwa amri wa jeshi lake. Mstari wa tatu, wana wa Israeli wakamlilia Bwana, kwa kuwa Sisera alikuwa na magari ya chuma 900, naye akawaonea wana wa Israeli kwa nguvu muda wa miaka 20. Hapa tunaona ni habari za wana wa Israeli. Biblia inasema wakati Ehudi alipokufa, wana wa Israeli walitenda dhambi, na walipotenda dhambi wakatenda machoni pa nani? Pa Bwana. Sasa walipotenda dhambi, Mungu naye akawa amechukia. Alipochukia, akawauza mikononi kwa alikuwa ni kiongozi wa Kanani. Sasa na pia Biblia inasema kwamba huyu Yabini alikuwa na kamanda wake ambaye alikuwa ni Sisera. Na Sisera sasa alikuwa na jeshi. Maana unapokuwa kiongozi lazima uwe na nini? Na jeshi ambalo unaweza kujivunia popote pale utakapoenda. Lile jeshi litafanyaje? Litasimama na wewe. Sasa wale wana wa Israeli wakagundua kwamba wametenda dhambi. Walipoona hivyo kwamba wametenda dhambi, wakaanguka mikononi mwa Bwana. Biblia inasema wakamlilia Mungu. Wakamlilia Mungu. Kumbuka kwamba Sisera aliwatesa, maana waliungana na huyu kiongozi Yabini, akawatesa wana wa Israeli. Na alijivunia nini? Haya magari ya chuma 900. Akawa anatumia kwa ajili ya kuwatesa wana wa Israeli. Neno la Mungu linasema, basi Debora nabii mkewe Lapidosi ndiye alikuwa mwamuzi wa Israeli wakati ule. Mstari wa 5, naye alikaa chini mtende wa Debora kati ya Rama na Beseri, katika nchi ya vilima ya Efraimu. Wana wa Israeli wakakwea kwake awamue. Mstari wa 6,
Huyo akatuma mtu akamwita Baraka wa Abinoamu toka Kodesi Naftali, akamwambia, je, Bwana Mungu wa Israeli hakutoa amri akisema, enenda ukawavute kwako huko katika mlima wa Tabori watu 10,000 wa wana Naftali na wa wana Zabuloni. Mstari wa 7, nami nitakuvutia Sisera amiri wa jeshi. Asante, niombe tuishie hapa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tunamwona huyu ni mwanamke mwenzetu. Huyu kibiblia alikuwa ni mwanamke ambaye ni Debora. Na Debora huyo alichukua nafasi katika kazi. Kwanza Biblia inamtaja alikuwa ni nabii. Mungu alikuwa akimtumia mara kwa mara. Mungu akitaka kuleta habari alimtumia Debora ili apeleke kwa watu. Kumbuka Debora alishuka kwanza. Debora alikuwa ni mnyenyekevu. Debora alikuwa ni mtiifu. Alijua nafasi yake kama mwanamke, kama mtumishi wa Mungu. Ndiyo maana Mungu aliweza kumtumia zaidi. Yaani kila jambo alikuwa anamtumia, anamuonyesha, anawapelekea watu wake. Kwa hiyo Biblia inamtaja Debora alikuwa anapenda kukaa katika mti, yani chini ya mti wa mtende. Yaani kwa hapa mti wa mtende hatunao. Alipenda zaidi kukaa. Na hapo ndipo sasa watu waliokuwa na shida, waliokuwa na shida mbalimbali walimkuta mahali pale. Biblia inasema ilifikia hatua sasa wana wa Israeli wakatoka kule wakamfuata Debora ili aweze kuwaamua. Walipofika aliweza kuamua. Alichukua jukumu lake kama kiongozi. Akajua nafasi yake. Alijitambua. Akawa amewaamua. Ukiendelea kusoma Biblia inasema kwamba ilipofika kesho yake sasa akatuma mjumbe aende kumwita Baraka ambaye alikuwa ni amiri jeshi. Baraka alikuwa ni kiongozi, alikuwa ni kamanda. Ili waende wakamwite Baraka ili apate kumpatia nini? Habari za kutoka kwa nani? Kwa Mungu. Mtu huyu akawa ameenda, akamleta, akatii. Kumbuka Mungu alimtumia sana Debora na walimuamini sana. Watu wa pale walimuamini. Walijua kwamba ni mtumishi wa Mungu. Kwa hiyo yule kamanda akawa amekuja, akapewa habari ya kwamba inampasa aende katika mlima wa Tobari. Akawalete watu watakaomsaidia katika vita. Na hapo Mungu alikwisha kumwambia Debora habari zote. Kwamba watapata nini? Watapata ushindi. Mungu alimhabarisha. Sasa ikafikia wakati sasa Baraka alipopewa habari akaanza kuogopa. Akaogopa. Ukiendelea kusoma huku chini utaona yani Baraka akaogopa, akasema sasa mimi hapa si lazima uogope eti umeitwa na mkubwa, halafu mkubwa anakupa kazi uende ukafanye. Yaani kwamba Baraka aende akawalete, halafu waende wakakague ule mlima wa wapi? Wa Tobari. Wakakague hali ya hewa ilivyo mahali pale. Sasa neno alilosema yule kamanda akasema, kama tutaenda na wewe Debora kiongozi wetu, niko tayari kwenda. Lakini kama hautoenda wewe kiongozi wangu, mimi siendi. Kamanda akafanyaje? Akaogopa. Kumbuka kwanza alijua
Yule amiri jeshi Sisera alikuwa na majeshi makubwa. Wewe fikiria, na magari 900 ya chuma na vingine. Bado na watu akaanza kuogopa. Kumbe asijue kwamba ni habari iliyotoka kwa nani? Kwa Mungu. Kwamba anaenda kuwatangulia, anaenda kusimama kama yeye, anaenda kuwaokoa wale wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Ikafikia hatua mtumishi wa Mungu sasa Debora akaamua, akasema niko tayari kwenda. Hebu sikia ujasiri wa Debora, na ni mwanamke. Akasema niko tayari kwenda na wewe, kwa sababu aliambiwa mapema na Mungu. Kumbuka kwamba Debora alikuwa ni nabii, kwa hiyo Mungu alikuwa anamtumia. Alijivuna kwa ajili ya nani? Ya mwanamke Debora, maana kila alilokuwa akilifanya alimletea Debora, na Debora naye anapeleka kwa watu wale waliokuwa wanahitajika. Sasa ukiendelea kusoma utaangalia sasa walipoondoka, wakaondoka yeye Debora na nani? Na Baraka na jeshi lake wakaenda. Walipoondoka, ukiendelea kusoma utaona kuna mtu alimpelekea nani habari? Sisera, kwamba unajua Baraka na jeshi lake wameenda doria kuangalia. Unaona? Sasa Sisera aliposikia, na yeye Sisera alijivuna kwamba yeye ana majeshi makubwa kumzidi nani? Kumzidi Baraka. Hakujua kwamba Baraka analo jeshi la kutoka mbinguni, anaye mfalme wa wafalme, anayeweza mambo yote. Sasa Biblia inasema Sisera akaondoka. Kumbe wakina Baraka wako wapi? Wako kule. Yeye akaondoka na majeshi yake, wakaenda. Sasa wakaanza ile kazi. Sasa ndipo Debora akaambiwa na Mungu. Alipoambiwa akamuinua Baraka, anamwambia sasa, Baraka inuka, ni wakati wako sasa wa Sisera kuwekwa mikononi mwako. Akainuka kama kamanda, aanze kupambana na jeshi la nani? La Sisera. Huyo amiri jeshi Sisera alikuwa ni mbaba, sio mwanamke, alikuwa ni mbaba. Wakaanza kupambana, wakapambana. Kumbe wao walitanguliwa na nani? Na Mungu. Maana ni ahadi ambayo Mungu aliwaambia mapema kwamba nendeni, nitakuwa pamoja na nyie, sitowaacha. Wakaanza kazi. Ikafikia hatua sasa ile nguvu ya Sisera ikafanyaje? Ikashindwa. Bado ana magari 900 ya chuma na wafuasi wake wakashindwa. Yale magari kumbe yalishindwa hata kufanyaje? Kutembea. Yakashindwa kutembea. Biblia inasema kwamba ilifika hatua sasa yaliposhindwa kutembea, yule kamanda aliteremka kwenye kile chombo, akaanza kukimbia na miguu. Sasa yani vile alivyokuwa anajivunia vyote havina kazi. Unaona Mungu wetu alivyo mkuu. Vile vyote havina kazi. Yeye anabaka na kimbia tu yeye mwenyewe. Yani Mungu akamuongoza Baraka na jeshi lake. Sisera akawa ametekwa. Jeshi lake likawa limetekwa. Yani wakawa wamekufa. Yani Mungu aliwapiga kwa makali ya upanga, wakawa wamekufa. Sisera nakimbia ili aende kujiokoa. Kumbe kule alikoenda tena akakutana na nguvu ya nani? Ya Mungu. Ukisoma hata huku chini utaona yani Sisera mwisho wake alifanyaje? Alikufa. Kumbe wewe mwanadamu, unapokuwa na shida katika maisha yako, niombe mtangulize nani? Mungu. Kumbuka Debora na jeshi lake walishinda kwa sababu Mungu aliwatangulia mbele. Mungu alisimama mbele, ndio maana wakaweza kushinda. Hata kama Sisera alikuwa na majeshi makali, lakini hayakuwa na nafasi, yalishindwa. Kwa hiyo unapokuwa na shida, mpendwa ndugu yangu ulioko mahali hapa, niombe umtangulize Mungu.
na utamtanguliza Mungu, kwanza uwe na matendo mema, uwe na utakatifu. Debora alitumiwa na Mungu kwa sababu alikuwa mtakatifu, alikuwa ni muombaji. Na Debora alikuwa ni mwanamke, tena mwanamke ambaye ana mume wake, lakini bado hata kama alikuwa na mume wake, alimwacha mume akaenda kufanyaje? Kwenda vitani na jeshi lake. Kwa hiyo alijua nafasi aliyo nayo katika huduma, alijua, akaenda vitani na wakashinda. Kwa hiyo utakatifu, kumpendeza Mungu, kumtangulia Mungu ni jambo la muhimu sana kwa Mkristo unayesema kwamba unaenda mbinguni. Una shida, usitangulie wewe mwenyewe, mtangulize Yesu wako mbele, na utakapomtanguliza Yesu wako mbele, yeye mwenyewe atasimama. Wale maadui watakaoweza kukupangia, kukuchimbia mashimo, Yesu mwenyewe atafanyaje? Atawatumbukiza wale waliokuwa na kupangia nini? Kwamba wakutumbukize. Kwa sababu umemtanguliza nani? Yesu aliye hai, aliyeshinda kifo na mauti. Kwa tunapokutana na shida, niombe mwanamke, simama, jitambue kwamba unaye Yesu anaweza kukushindia. Ukiwa na utakatifu, ukiwa na neno la Mungu, ukiwa ni muombaji, Mungu hashughuliki kama hauna utakatifu, anakuacha kama ulivyo. Kama sio msoma neno, kama wewe sio muombaji, anakuacha kama ulivyo. Lakini kama utashuka, utakapokuwa mtakatifu na kumuomba Mungu na kumuonyesha shida zako, na yeye atashughulika, atatangulia mbele. Yamkini ndoa yako ina shida mwanamke, hata baba ulioko mahali hapa. Maana mama anaweza kawa mbogo, baba akawa ni mtu mzuri, mama akasimama kweli kawa ni jaribu. Nikutie moyo, simama katika neno, mtangulize Mungu, na yeye atatangulia katika ndoa yako, atatengeneza yale yaliyokufa, anaenda kuyarejesha, anaenda kufufua, anaenda kutengeneza upya. Usikate tamaa mpeni. Mwanamke, tambua nafasi ulionayo. Wewe ni mtumishi ndani ya kanisa. Utumishi wenyewe unakuta unasuasua, hauendi kama inavyostahili, haumpendezi Mungu. Unategemea Mungu kwenda tatangulia katika mahitaji yako, katika shida zako, na yeye atakuacha kama alivyowaacha wana wa Israeli, ili sasa yule nabii yule Sisera akawatesa, na alikuwa nawaona kabisa, alikuwa nawaona jinsi wanavyoteswa, jinsi wanavyohangaika, na ndio maana wakagundua kumbe tulifanya kosa, hebu tumrudie Bwana na Bwana naye aweze kutenda kazi. Ndio maana akamuinua nani? Debora, akawa msaada wa Waisraeli. Tusimame wanawake kwa nafasi zetu. Mwanamke, jitambue, simama katika neno, simama katika utumishi. Usiseme mume wangu ananikataza. Wengi tunatanguliza hivyo, yaani mume wangu jamani ananikataza huduma. Akukataze huduma. Sasa leo akiamua kusambaratisha hiyo ndoa, utabaki unamtegemea huyo mwanaume? Si hakuna tena. Lakini ungetambua nafasi yako wewe mwanamke, kwamba kuwepo hapa ni kwa ajili ya Mungu na amekuita ili upate kumtumikia, ungesimama ukajitambua kama mwanamke katika utumishi. Wamama walimtumikia Mungu na walimuona zaidi na zaidi. Debora alisimama akimtumikia. Debora alikuwa ni muamuzi, anakata makesi ya watu. Wababa wanaenda wanamwangukia, wanapeleka shida zao kwa Debora. Debora naye anasimama kwa nafasi yake, anawahudumia. Kwa mwanamke, simama, jitambue. Mungu amekuweka hapa kwa makusudi maalum. Amekuokoa ili upate kusimama na kujitambua kwamba wewe ni mwanamke, unapaswa umtumikie Mungu, umpendeze Mungu. Kwa hiyo simama katika utumishi wako. Mungu amekuita umtumikie. Simama. Mwenyekiti anatangaza maombi, uwe wa kwanza kukimbia kumuomba Mungu. Maana Biblia imetutaja kwamba sisi wanawake ni waombolezaji. Maana Mungu alitujua mapema hata kabla ya ulimwengu kuumbwa. Alitutambua
kwamba wanawake ni waombolezaji, na tukiomboleza Mungu anasikia machozi yetu, Mungu anayasikia sana. Kwa hiyo Mungu anatupenda mwanamke. Jitambue, simama kwa zamu yako, simama katika huduma, simama katika ndoa yako imara, usiyumbe yumbe, usitengeneze mambo yasiyofaa katika ndoa. Simama katika zamu yako. Kama ni kumhudumia mume wako, mhudumie. Fanya kazi ya Mungu. Tumewekwa tufanye vitu vyote hapa duniani ambavyo vinampendeza Mungu. Mhudumie mume wako. Mama, usitoke nyumbani hujafanya kazi nyumbani. Hapo sasa, hapo hatutakuelewa. Hatutakuelewa kabisa. Mwanamke, jitambue. Anzia nini? Nyumbani. Maana ibada njema huonekana wapi? Huanzia nyumbani. Kwa hiyo anzia kwanza nyumbani kwako. Tengeneza. Yamkini mume wako hajaokoka. Simama kwa zamu yako. Mwanamke, jitambue. Omboleza, omba Mungu ili uweze kumuokoa mume wako na yeye apate kumjua Yesu. Kama mwanamke Debora alisimama na kuomba Mungu, akawa namtumia zaidi na zaidi. Nikwambie, ukijiweka mikononi mwa Mungu, Mungu atakutumia bila kuwa na wasiwasi. Atakuonyesha, mwanangu fanya hivi. Atakuonyesha, mwanangu hapa hapana. Lakini mbaya zaidi, wanawake hatuko waombolezaji. Tumemsahau Mungu wetu. Tumetanguliza shughuli zetu mbele. Tumemwacha Yesu wetu nyuma. Unafikiri utapata baraka wapi? Huo uponyaji wa ndoa utaupata wapi? Hizo baraka katika utumishi utaupata wapi? Matokeo yake utakuwa ni mzigo. Mwanamke, jitambue. Simama kwa nafasi yako. Simama na neno la Mungu. Vilio vingi vya ndoa ni hatari. Wababa wanalia huko, ni siri. Watumishi tu, yani mtu huwezi ukasema ni siri. Wamama, tuchangamke. Mama, simama katika neno, tengeneza ndoa yako, simama imara, mtengeneze yule baba. Mungu si amekupa, lakini mume wako yule, tena mume wa ujana wako, unaona ilivyo nzuri. Mume wa ujana wako, hebu mtengeneze. Ni kazi yako, umepewa jukumu hilo. Wewe ni msaidizi katika ndoa, wewe ni msaidizi. Kwa hiyo hebu msaidie yule baba. Tuchangamke. Sio baba yeye anakuwa ni wa kujinyoshea nguo, yeye baba ni wakuwa anafua tu nguo. Wewe uko wapi mwanamke? Unajitambua? Nafasi yako umemwachia nani? Ndio maana hata vimada vinaingia katika ndoa zetu, kwa sababu tumepoteza sisi wanawake, yani hatujitambui nafasi zetu, tumeachia vimada huko mitaani. Sasa wababa wanabaki wanachemka huko, wanachemka huko. Kwa hiyo wanawake, tusimame kwa zamu zetu. Na nyewe wababa, msituchokoze, msiseme kwa beni napiga mawe kwa wamama. Mimi kweli ni mwanamke. Na wewe baba, tengeneza ndoa yako. Wababa wengi mnawakatalia hata wake zenu kutumika. Wewe unafikiri utakapomwacha kule ndani atafanya mambo gani? Yaani ukiona mwanamke amekaa wiki nzima amekaa, hebu fukuza, ikiwezekana hata weka hata fimbo, nenda kanisani, kachote maarifa mwanamke. Lakini utakapokaa nyumbani inakuwa ni mzigo. Baba, unabeba mzigo mkubwa. Wababa, na nyie mjitambue. Mama sikae wiki nzima yuko nyumbani. Mwambie mama, hebu nienda kanisani. Mkumbushe, na yeye si ni mwanadamu, anaweza kawa mdhaifu. Lakini sasa kwa sababu wewe ni kichwa, unaweza ukamsaidia mama, na mama akafanyaje? Akainuka, kawa vizuri. Maana atakapokuja kuifanya kazi ya Mungu, ndoa yako itakuwa na amani. Lakini utakapomwacha atapata mafundi huko mitaani. Wiki nzima tumetembea
na mafundisho mazuri mazuri, lakini wamama hatukuwa tunawaona. Kwa hiyo ndio maana tunakuwa mizigo kwa wababa. Mwanamke, jitambue, jitambue kabisa, jua uthamani wako ulionao, usimame, mtumikie Mungu, usio wa kukaa tu nyumbani. Mtengeneze baba na yeye aone kwamba yani Mungu alinipa kweli msaidizi, msaidizi ambaye ni mzuri. Mnyoshe nguo mume wako. Wa mama tupo hapa, nikisema ni wangapi wanaonyoshea nguo waume zao, utapata wachache. Au nikitembea nyumba kwa nyumba nikague, itakuwa ni aibu. Wa mama, tumepoteza nafasi zetu. Tusimame katika nafasi zetu, muhudumie huyo mume wako. Maana baba yeye anaweza kuchukua hata nguo, ina siku ngapi anavaa naondoka. Sasa atakapovaa ile nguo, atakayechekwa ni nani? Mwanamke ndiye atakayechekwa. Wewe ndio unatakiwa umtengeneze mume wako, umboreshe mume wako, atambulike. Hata kwa viongozi, hata kwa wanaume wenzake atambulike. Na nyewe wa baba, mtuboreshe. Mtuboreshe jamani, tupendeze. Hata kama tunakuwa na zao ngapi, tuonekane tuko vijana ndani ya Yesu. Usimwache mama achakae. Ni wajibu wako mwanaume kumtengeneza mama. Usimwache tu na nguo moja, hapana. Sasa wewe unafanya kazi, hebu mtengeneze mama, na yeye aonekane kwamba nina mume mzuri aliyeokoka, naye nijali. Umpendezeshe mama. Msijipendepende tu wenyewe. Yaani hapo mmeenda kinyume na mapenzi ya Mungu. Maana Mungu anapokuandalia mke mwema, mtengeneze. Kwani alipokuwa kwao alikuwa anafananaje? Sasa wewe umemzalisha. Yaani unabaki unaona sasa ni takataka. Unaona yule anayepaka shedo, anayepaka wanja, sijui anayepaka nini, ndo mzuri. Na mke wako alikuwa vile, sema tu ni matunzo. Kwa hiyo ukimtunza mke wako atapendeza. Baba, simama. Asante mama, asante. Mwanaume, simama kwa nafasi yako. Jamani, mbona sisi tunasimama, tunawatengeneza, tunapika chakula kizuri, tunanyosha nguo, na nyie sasa mtuboreshe, msituache hivi. Usikae tu kwa sababu mwanamke ni wa kuzalisha tu viwanda tu. Hapana. Hapana, na yeye mama anachoka. Ifikie hatua wa baba tujitambue, tusimame kwa zamu zetu, na mama afurahie ndoa yake. Unaenda unaangalia tu waliopendeza huku. Kwani ukinipendezesha si nitamzidi hata yule wa mitaani? Nitapendeza, nitakuwa vizuri. Kwa hiyo watu wa Yesu tusimame na neno la Mungu. Kila mmoja simame, ajitambue nafasi alionayo. Baba, tambua nafasi ulionayo katika ndoa yako, hata katika utumishi ulionao. Tengeneza, boresha. Yaani hapa ninatamani nitembee nyumba hadi nyumba. Yaani natamani kabisa, natamani niendelee kuwa naenda na kagua. Msituache eti walokole lazima. Hapana, kwani mlokole hawi msafi jamani? Tunakuwa wasafi. Wa baba, fanyeni mambo. Ndio maana tunawaombea usiku na mchana mnapoenda kwenye kazi zenu, ili mfanikiwe, na mnapofanikiwa mtukumbuke sisi, ili twende sawa, tuwe vizuri. Wa baba, Bwana Yesu asifiwe. Mbona sauti hazitoki? Kwa hiyo tembea na neno hili. Tambua nafasi yako kama baba katika nyumba yako, hata katika utumishi. Simama, mtumikie Mungu, mtegemee Mungu, usimwache.
Debora alimtanguliza Mungu. Na wewe mtangulize Mungu katika mambo yako yote. Yeye atakuwa pamoja na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Ukisoma katika kitabu cha Esther 4 na ule mstari wa kwanza mpaka 17, utaona mwanamke, yani Esther alivyosimama na kutengeneza nini? Wayahudi walipopangwa kwamba wauawe, yani hawakutakiwa kwamba wawepo, walikaa vikao ili waweze kuwaangamiza. Lakini bado Esther, hata kama alikuwa ni mke wa mfalme, alisimama kwa nafasi yake, alitambua wajibu wake ni nini. Akaona hapana, hata kama mimi ni mke wa mfalme, mimi najua hata wakianza kuwaua hawawezi kuingia nyumbani kwa mfalme, mimi nitapona. Lakini alisimama, alitambua nafasi yake yule mwanamke, akatambua nafasi yake. Biblia inasema kwamba alihamasisha Wayahudi wote wafunge na kuomba kwa muda wa siku 3, hawali hawanywi. Yani wako wanaomboleza kwa habari ya Wayahudi, ili Mungu afanyeje? Awatetee, kwamba ataenda kinyume cha sheria kwa mfalme ili apate kulitengeneza hili. Kwanza alifanyaje? Alianza kushuka. Esther alishuka, na aliposhuka akamlilia Mungu ili amuongoze, na walipoomba Mungu naye akatangulia mbele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mwanamke, simama, jitambue, ombea ndoa yako. Omba Mungu atangulie katika ndoa. Omba Mungu atangulie ndani ya familia yako. Omba Mungu atangulie hata ndani ya kazi zako unazozifanya, ili Mungu atangulie. Wengi tunapigwa gori, tunaenda kuulizia, yani tunataka tu mambo mepesi, twende kuleta madumu ya maji huko kwa Nabii Mahela, twende kwa nani, kwa Elisha sijui, ili tupate mafuta tunyunyizie. Yani tunataka mambo ya mteremko tu. Hapana. Wokovu ni gharama. Ukitaka kitu kizuri, gharamia. Usipende vitu vya raha, maana utakapopenda vitu vya raha ndio hapo unaenda kupotea. Yale mawasiliano ya wewe na Mungu yanakuondoka. Yani wewe unabaki unajifariji kwamba Mungu anaonekana kwa ajili ya yale maji. Kumbe ulishaenda kuzimwa kule kuzimu. Ile nyota yako ilishaibiwa. Unabaki unatembea kama ulivyo. Kwa hiyo kanisa, tusimame, tumtegemee Yesu wa mbinguni, tumtangulize mbele, na yeye hawezi kutuacha. Usikimbilie mafuta, usikimbilie kwenda kutabiriwa kwamba fulani ndo anayenifanyia hivi, fulani ndo anayevunja ndoa yangu, fulani ndo anayeniroga, yani kwamba upate utabiri. Kwani ukiomba Mungu hawezi kukutabiria? Mbona Debora alikuwa anamtumia? Si alikuwa ni mwanamke? Hata mimi nikiomba Mungu ananitumia, na wewe ukiomba Mungu anaweza kukutumia, ukawahudumia hata wengine. Kwa tusipende mambo mepesi. Ufalme wa mbinguni utatekwa na wenye nguvu. Tusibebelee madumu ya maji, wapendwa. Tunaleta mikosi ndani ya nyumba zetu, ndani ya watoto wetu. Wao unasema kama unaenda kupona, kumbe naendelea kuweka lini na lini jamani? Eti mara unywe mafuta. Jamani, mafuta unakunywa kweli? Tusome maandiko, wapendwa. Hizi ni siku za mwisho, ni nyakati za hatari. Manabii watatokea wengi, watatuharibu kama hatutakuwa na neno, kama hatutakuwa na maombi, tutapotea. Yani wewe utajua kwamba ni kweli, kumbe anakupotosha. Yani yeye aende kutafuta nguvu zake kuzimu, apeleke nyota yako. Mtu anakwambia ulete nywele, sijui ulete kucha, sijui ulete udongo kwenye nyumba yako. Hapo si amekuroga? Wanawake tufumbuke macho, kina baba fumbukeni macho. Simama na Yesu, yuko mahali hapa, anaweza kutengeneza, anaweza kujibu mahitaji yako ulionayo ukimtanguliza Yesu.
Simama katika utakatifu, tembea na neno la Mungu. Yeye atakuwa pamoja nawe, hawezi kukuacha. Kwa nini tunayumbayumba? Kwa nini tunasikia kwamba Yesu yuko huku, tutabaki tunakimbia, tunadanganya kwamba Yesu yuko huku, miujiza iko kule? Simama na Yesu. Yesu atakutendea, atakupa miujiza mingi kama alivyomtumia Debora. Debora alimtumia naye Mungu akajivuna kwamba ana chombo. Alimtumia, alipenda kumtumia sana, maana sifa ya Debora alikuwa ni nabii, bado alikuwa ni mwanamke. Kwa nini usisimame, usijitambue mwanamke kwamba na mimi nikisimama kwa nafasi yangu Mungu anaweza kunitumia? Nikiomba Mungu anaweza kunijibu, nikiomba Mungu anaweza kutengeneza yale yaliyofungwa, yale yaliyoliwa na parare na madumadu, Mungu anaweza kuyafungua. Niombe mwanamke, baba ulioko mahali hapa, simama katika neno, yale yaliyoliwa na parare na madumadu aweze kuyafungua. Afungue uzao, afungue ndoa yako, afungue maisha yako, huduma yako ikue. Baba ulioko mahali hapa, jitambue, simama katika neno, mtegemee Mungu na yeye atakuwa pamoja na wewe. Una msiba katika maisha yako, Yesu anaenda kuondoa msiba huo. Yesu anaenda kutengeneza. Kwanza tii, shuka, nyenyekea, ndipo hapo aweze kukuinua, aweze kukutia nguvu. Biblia haisemi uongo. Biblia haijipingi. Biblia ni kweli. Utakapoisoma neno la Mungu na maneno ya Mungu akikaa ndani yako, hakika utakuwa salama. Hakuna kitu kitakacho kuyumbisha katika maisha yako, katika ndoa yako hakuna. Hautaona mwanamke kwamba yule ni mzuri, wa kwangu wa ndani ni mbaya, hapana. Bali Mungu ataendelea kukuonyesha kwamba yule wa kwako ni mzuri zaidi. Tule tumbweha tudogo tudogo tunatounguruma kutafuta maisha yetu, kutupoteza, kutuangusha. Kwa hiyo tusimame katika neno. Jitambue baba, jitambue kijana, jitambue. Simama kwa nafasi yako, mtumikie Mungu, omba Mungu, funga na kuomba, omboleza mama, ili aweze kufungua yale yaliyoharibika. Niombe tusimame kanisa. Tunaenda kuomba na watu wenye shida mbalimbali. Yamkini uko mahali hapa, una vita katika maisha yako, hauna amani katika maisha yako. Niombe ukaribie mahali hapa. Yesu yuko mahali hapa, anaenda kutenda, anaenda kushughulika.